Narudia tena somo letu Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Kichwa cha somo: Roho Mtakatifu ameahidiwa, na ujumbe: kazi yenye nguvu ya Roho Mtakatifu ilitabiriwa katika Agano la Kale. Wapendwa akina kaka na kina dada, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa upendo wake. Watu wengi sana waliitamani siku ya leo, lakini kutokana aidha na changamoto za dunia au za hapa na pale, wengine huenda wanaumwa, wengine wamelala mauti. Lakini mimi na wewe, ni upendo wa ajabu, upendo mkuu, upendo wa Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba tumeiona siku ya leo. Tumekusanyika hemani mwa Bwana na kusudio moja: kushiriki, kusikiliza neno la Bwana ili tujenge, tuimarishe katika safari yetu ya imani. Tunaelekea sherehe na sikukuu ya Pentekoste, ambao ni majuma mawili yajayo tutakuwa na ibada ya Pentekoste. Kwa hivyo tunaendelea na kumwomba Mungu atuandae kwa ajili ya siku kubwa kama hiyo, siku ya Pentekoste. Wapendwa, niseme kwamba ndio ilitangaza mwanzo wa enzi ya kanisa la Kristo, ambapo Roho Mtakatifu alimiminwa kwa wale waliokuwa wamekusanyika Yerusalemu, na nguvu za Bwana ziliwashukia, na kuanzia pale, kama Yesu Kristo alipokuwa amewaahidi, walipata ujasiri, walipata umahiri na nguvu za kuelezea injili ya Yesu Kristo. Lakini kabla ya pale, hofu ilitanda, woga usiopimika uliwajaa wanafunzi wa Yesu Kristo na wale 11. Hali haikuwa nzuri kipindi hicho, lakini tunaona mabadiliko yanajitokeza ghafla siku ya Pentekoste, baada ya Roho wa Bwana kuwashukia kama ndimi za moto. Na kulikuwa na mabadiliko makubwa mno katika kanisa, na kuanzia pale injili ya Yesu Kristo ilihubiriwa kwa nguvu kubwa mno, na waliokuwepo walishuhudia maandiko yakitimia. Lakini kwa siku ya leo tunarudishwa nyuma kabla ya Pentekoste, tunarudishwa nyuma kipindi cha Agano la Kale. Mungu wetu na Bwana wetu ni Mungu wa Agano la Kale na ni Mungu wa Agano Jipya. Kristo ni Kristo wa Agano la Kale na ni Kristo wa Agano Jipya. Unabii ulikuwepo na Torati ilikuwepo kipindi cha Agano la Kale, na hivi vyote vinakuja kutimia kwa wingi kwenye Agano Jipya. Basi mtumishi wa Mungu Yoeli, ambaye alikuwa ni nabii mojawapo, wanaitwa manabii wadogo kwenye Biblia, wako 12 akina Amosi. Lakini Yoeli kuna tamko alilolitoa kwa wana wa Israeli, na ndio somo la petu ya leo, kwamba baada ya haya aliyoyatamka kuna jambo litakalotokea. Yoeli alitokea Yerusalemu, ikiwa ni mji mkuu wa Israeli, mji mkuu ambao ulikuwa
ni mahame kipindi hicho, haukuwa na hadhi ya Yerusalemu ya Mungu au Yerusalemu ya Bwana. Wana wa Israeli walikuwa wamefanya maasi, na baada ya matukio yao kilichoendelea ni mapigo kutoka kinywani mwa Bwana, na wakatekwa na wakakaa mateka miaka mingi sana. Yerusalemu ikasaulika, wana wa Israeli wakaishi maisha ya tabu. Walikuwa na shida za kiuchumi, walikuwa na shida za kifedha, walikuwa na shida za kijamii, walikuwa na shida za kiroho. Ndipo Yoeli anaibukia. Hatuna historia pana kumhusu Yoeli, kwamba ukoo wake ulikuwa vipi. Ni maneno machache mno ambayo yanaongelewa kuhusu Yoeli, na anaandika kitabu cha Haya 3, na chenyewe kina maelezo mengi sana. Kinaongelea kuhusu maumivu yaliyopo Israeli kutokana na matendo yao ya kumwasi Bwana. Anaelezea vitu vyao vilivyoharibiwa, mazao na nafaka ziliingiliwa, na kilichokuwa kinabaki kinaliwa na mdudu anayefuata. Ukisoma Yoeli ya kwanza inaelezea, lakini Yoeli anawaambiaje wana wa Israeli? Baada ya maumivu makubwa na makali kama haya, nimekuja kwenu kwa neno la faraja. Bado Bwana anawapenda, amenituma kwenu nyie Israeli, kwamba hamtaangamia. Nyie ni watoto wangu wa ahadi. Ni kweli wapinzani wenu wanawapiga, watoto wenu wameshikwa ni watumwa, hawana haki na hawana uhuru tena, lakini mimi Mungu wenu nakumbuka ahadi zangu. Niliwatoa Misri kwenye nchi ya shida na tabu, na kamwe sitashuhudia angamio la kwenu mbele zangu. Yoeli anawaambia kwa maumivu ambayo mmeyapata imetosha. Sasa Bwana yuwashuka na kuleta faraja kwenye nyumba ya Daudi. Mungu anawashukia, alafu atafanya jambo. Naomba tuende taratibu. Baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu yenu, ni ahadi inayoleta faraja. Wana wa Israeli wamekata tamaa ya maisha, hawajui urejesho utatokea lini, hawajui masihi wao watakuja lini. Wamepigika, wamedhoofika, wameumia, wana tabu na shida. Niseme kama tulivyo na tabu na shida dunia ya leo, na kipindi kama hiki tunalia kwa staili tofauti, tunalalamika na kumwomba Mungu, imekuweje kipindi kama hiki? Nani atakayetuhurumia? Nani atakayesikia kilio chetu? Nani atakayetuokoa kama kanisa? Nani atakayetuokoa kama familia? Nani atakayetuokoa kama vijana? Tunavyolia ndio kilio kilikuwa kwa staili hiyo kwa wana wa Israeli kipindi cha Yoeli. Na Yoeli anawaambia maneno magumu kweli: mtaharibiwa, nafaka zenu zitaharibika, mazao yataliwa, mikomamanga ya kwenu itaharibiwa, wadudu waharibifu watashuka Israeli na kuharibu chochote kile ambacho mlikiona ni cha maana. Ni maumivu makubwa mno. Ni neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Inaongelea kuhusu maumivu na shida na taabu na dhiki, manyanyaso na mateso. Lakini pale pale Mungu hawaachi watoto wake. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, ambao ni sisi, mimi na wewe na wana wa Israeli na wana wenu wa kiume na wa kike. Kuna jambo hapo linaendelea. Watatabiri. Sio Yoeli sasa atakayetabiri, sio Isaya atakayetabiri, sio Amosi na Obadia atakayetabiri, lakini watoto wenu wa kiume na wa kike watapata kipaji, karama na talent, watatabiri. Ndicho anachosema sasa Yoeli, na aishi hapo. Na wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Napenda
utaratibu ambao Mungu anaweka baada ya kumimina Roho wa Bwana kwa kanisa au kwa taifa lake. Mambo yanabadilika. Tulikuwa tumezoea manabii ni wazee wakubwa, tulikuwa tumezoea wanaoota ndoto na watakaoona maono ni akina fulani, lakini sasa kwa vijana wetu wa kiume na wa kike watatabiri. Namshukuru Mungu, tuliokaa hapa tunao vijana. Sijui ili Jumapili moja kuna kiongozi mmoja alisimama akasema, hapa hamna mzee. Yeye mwenyewe ni kijana, anaangalia na kila mtu hapa ni kijana, lakini tumebarikiwa, tunao wazee, tunao watu wa miaka 40. Basi tuwaite wazee yaishe, tuwape nafasi yao, sababu kama hamna wazee na basi hamna vijana. Lakini kila kundi kwa tamko la unabii wa Joeli wanapewa nafasi yao. Vijana, mabinti watatabiri, ni baada ya kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya maisha yao. Watatabiri. Wazee tutaota ndoto. Ndoto zinatokana na experience ya maisha. Ndoto zinatokana na kuona mengi na kuwa na hekima. Wazee wameishi miaka mingi, wameona vitu vingi, wanafanya reflection, wanafanya tafakuri, wanarejea huko nyuma, alafu wanatamka neno kwenye kanisa. Mwili wa Yesu Kristo unakuwa edified, unakuzwa, unauishwa kwa matamshi ya wazee. Wazee ambao wanaota ndoto. Sana sana ndoto zinapatikana sana sana wakati wa usiku. Wazee wamechoka, wamelala, wanaota ndoto, wanakuja miongoni mwetu na kunena makuu na kulijenga kanisa la Kristo na kuukuza mwili wa Bwana. Basi na wale vijana na wao wanafanyaje? Wataona maono. Maono ni ya kikesho, future. Tutajenga madhabahu ya Bwana, tutajenga future. Kazi ya vijana mnaokuja ibadani saa 5, kazi ya vijana ni kuona yaliyoko kule mbele kwa ajili ya kujenga kanisa la Bwana. Wazee nao wanaota, wanakuja na maneno yenye hekima. Na watoto wetu mabinti na wao wanatabiri, watoto wa kiume wanatabiri. Tunakuwa na unabii kwenye kanisa la Kristo, lakini yote yanatokea baada ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu na kupata faraja katika kanisa la Yesu Kristo. Ni matamshi ya Yoeli, ni unabii wa Yoeli. Fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tena, sura ya 2, mstari wa 17 kuelekea mstari wa 21. Unabii wa Yoeli unakuja kutimia takriban karne 8 baada ya Yoeli kutoweka duniani. Unabii umetokea leo, miaka 800 ijayo ndio ule unabii unakuja kutimia. Petro na kusanyiko na kundi lililoachwa na Yesu Kristo, wanafunzi na mitume wamekaa kwa utulivu Yerusalemu, lakini kwa woga wa hali ya juu sana, wakitafakari, Bwana wetu ameondolewa, Bwana wetu aliuawa, akafufuka, tukakaa naye, kesha hapa tumebaki wenyewe. Na aliwaambia, kaeni Yerusalemu mpaka pale nitakapomtuma msaidizi wenu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kipindi hiki hawakukosea. Kipindi Yesu Kristo anaombwa na kufa, aliwaambia tukutane Galilaya, wenyewe wakaenda walikoenda. Lakini kipindi hiki wakasema hatukosei tena, tumeambiwa twende Yerusalemu.
nina imani akina Yakobo, akina Yohana wana wa Zebedayo, akina Bartolomeo, wote wanamsikiliza Petro kipindi hiki kwa umakini. Yesu alisemaje? Tukakae Yerusalemu. Petro, tuongoze, tuelekeze Yerusalemu kona ipi tukakae, tusubirie. Na walikaa siku 50 wanasubiria, na katika kusubiria kwao majira ya asubuhi kama saa 3 asubuhi walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba ya juu kwenye maombi kama kawaida. Najaribu kutafakari walivyokuwa wanaomba. Bwana tusaidie, Yesu Kristo umetuacha, yuko wapi msaidizi uliotuahidi? Najaribu kutafakari walivyokuwa wanaomba. Yakobo anamsogelea Petro, anamwambia, mzee wetu, omba kwa bidii, tupe ndoto inasemaje. Na katika ule umoja wao, lisaa la 3 la asubuhi, sauti ikasikika kama ya upepo unaovuma, na ghafla waliokuwa kule ndani ikaonekana ndimi kama za moto zikawashukia kila mmoja wao juu ya vichwa vyao, na likatimia neno la Yoeli nabii wa Bwana kwenye Agano Jipya, siku ya Bwana nitawamiminia roho wangu. Petro anashuhudia roho wa Bwana anashuka kama ndimi. Wanashangaa. Ilikuwa ni enzi, ni kipindi cha Pasaka. Kwa hivyo kulikuwa wamekuja watu wengi, mataifa, dunia yote ilikuwa imekusanyika Yerusalemu. Kuanzia Afrika, Asia na Ulaya walikuwa wamekusanyika pale. Ni kukawa na kiashiria kwamba roho wa Bwana ameshuka. Unabii ukatolewa. Vijana, watoto wa kiume na wa kike, na wale mitume wakaongea, na wanafunzi wakaongea, sio kwa lugha tu, lakini kwa lugha za wanadamu zilizoeleweka kipindi hicho. Najaribu kufikiria kama alikuwa ni Mgiriki au ni Myunani anaongea Kiarabu, ili Waarabu walioko pale wakasikia, mbona huyu anaongea lugha za kwetu sisi? Imekuwaje? Unabii unatimia wa Yoeli 2:28, siku ya Bwana nitamimina roho wangu, na haya na yale maono nitapandikiza maono, nitapandikiza ndoto na unabii na utabiri, na kanisa la kwangu litadumu na litaishi. Kuna mtu mmoja katika kukebei kwake akawa anadharau kanisa la Bwana. Nichukulie mfano tu, kwa mfano anatudharau sisi kanisa la Arusha. Mnafanania kana kwamba mnafungasha, mnafanania kana kwamba mnahama, mnafanania kana kwamba hamjatulizana kwenye imani. Lakini miongoni mwa watu 120 wanafunzi na mitume wa Yesu Kristo, ilisikika sauti, zilisikika lugha za mataifa yote duniani wakiongelea ukuu wa Bwana. Watu wakaitana pembeni, wakasema, hili nalo ni la ajabu, halijatokea. Hawa watu si ni Wasamaria hawa? Inakuwaje wanaongea lugha za kwetu? Tuambieni, ni kitu gani kinachoendelea hapa? Wale hawakuwa ni washirika, walikuwa ni watu wa pembeni. Kazi yao ni kudharau, kazi yao ni kunena udhaifu na kukiri kushindwa kwa kanisa la Bwana. Petro akasimama kwa ujasiri haujawahi kuonekana tangia dunia kuumbwa. Yule mwanaume na uzee wake akasimama akawaambia, nisikilizeni mimi, ili la kwangu mimi ndio Kefa, mimi ndio mwamba, mimi ndio jiwe, na juu ya jiwe hili kanisa la Bwana litasimama. Akawaambia Petro, ni lisaa la 3 muda wa asubuhi, wamepata wapi divai hawa
Mvinyo umetoka wapi? Kilevi kimetoka wapi masaa ya asubuhi? Hamna mtu alielewa hapa. Ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni onyesho la Roho Mtakatifu. Ni Bwana anatenda kazi miongoni mwa kanisa, na wakanyamaza. Na Petro akahubiri. Tunaliita hubiri la Petro, Matendo ya Mitume. Kwa ujasiri na uzee wake na hekima alizokuwa nazo, akamhubiri Yesu Kristo, na siku hiyo wakabatizwa watu 300, wakaongezwa kwenye kundi la Yesu Kristo, na kanisa likaanza kukua. Na tunawaona na kuwashuhudia baada ya pale vijana kina Stefano wakiwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wanaona maono. Stefano anaona maono, anasema natazama, namuona Yesu Kristo amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, kapigwa jiwe la kwanza katikati ya maono. Why? Roho wa Bwana yuko juu yake, na tunamshuhudia akiwa ni Matia wa kwanza aliyouawa kwa ajili ya imani, lakini anauawa katikati ya maono. Roho wa Bwana anafanya kazi. Ndivyo ilivyokuwa kwenye kanisa la kwanza. Wanaibukia vijana wenye nguvu, akina Paulo tunawaona wakiwa wamejawa na Roho wa Mungu, wanahubiri na kupandikiza makanisa Asia yote wakiwa na nguvu. Na tunao vijana wenye nguvu hapa, lakini wanalala saa 2. Vijana baada ya kujawa na Roho wa Bwana, Petro anamwambia Timotheo, isitokee mtu akadharau ujana wako. Timotheo anaangalia, anasema yes, Bwana wangu Paulo amenifundisha na nyayo zake nazifuata. Nitume nini niende? Iwe ni kwa Wakolosai nitaenda, kwa Wakorinto niko tayari, kwa Waefeso nipe barua, nitaipeleka. Vijana wenye nguvu. Baada ya kupokea Roho wa Bwana, vijana wenye maono. Kanisa linahitaji maono. Wazee hatuna maono sisi. Sisi tunaishi maisha ya ndoto. Vijana wana maono. Na watoto wetu waanze kutabiri, tusikie unabii wao, ila ni baada ya kupokea. Kuna watoto wanaongelewa kwenye Biblia, watoto wa Filipo. Filipo alikuwa na mabinti wa kwake 4, very smart, walikuwa vizuri sana. Watoto wa Filipo. Filipo tunamfahamu, alikuwa ni mojawapo wa wanafunzi wa Yesu Kristo. Labda nikukumbushie kidogo, katoka Yerusalemu anaelekea Chiba ama Ethiopia, anakutana na towashi wa ufalme wa Ethiopia, anamhubiria. Towashi anashuka kutoka kwenye farasi, anamwambia Filipo, unasubiria nini? Maji haya hapa, nibatize sasa hivi, niko tayari. Filipo kijana mwenye nguvu anamkamata na towashi, anamzamisha kwenye maji, au anambatiza alivyombatiza kwa ubatizo uliotakiwa. Vijana ambao ni mahiri, wako vizuri katika imani. Alikuwa na mabinti zake. Sisi tunao mabinti. Mabinti zetu wanafanyaje? Wanakuja ibadani kwa mwezi mara 2. Mabinti zetu hao hawana nafasi ya kutabiri, watoe unabii kwa ajili ya kukuza kanisa la Bwana. Wako wapi mabinti zetu kama mabinti wa Filipo? Filipo alikuwa anatamba kwa sababu watoto wake wa kike walikuwa waaminifu, wacha Mungu, walifanya kazi ya Mungu kwa ujana wao. Baada ya ujana kuisha, uzee waja.
Na uzee utakuoje? Ulipokuwa kijana, mimi ulinifikiriaje kuhusu ufalme wa mbingu? Naambiwa kuna kongamano la vijana, wale vijana wetu kuna kongamano la paa, mpaka liandaliwe, waende wachochewe kwa nguvu za nyama, liandaliwe, lipigiwe mbiu na sauti kubwa. Je, iko wapi roho ya Bwana iliyokaa juu ya vijana? Ni mpaka ukumbusho kwamba kuna mkutano Same, na kazi ya roho ya Bwana inafanya kazi gani katika maisha yako? Tunawatamani wazee na umri wa kwenu, na kuambia we miaka 40, ingia kwenye klabu ya wazee, anza kuota ndoto za maana na kujenga kanisa. Miaka 45 uishi maisha ya maono, ni maisha ya kureflect kwenye ndoto, na mambo ya kiroho ndivyo yanavyotakiwa. Wazee kama akina Anania tunamfahamu. Baada ya kijana, naomba hapa twende vizuri, baada ya kijana Paulo kukutana na Yesu Kristo ana kwa ana, alipovuka, alipokuwa njiani kwenda Dameski kwa ajili ya kuwatesa wana wa Mungu, kulikuwepo na mzee anaitwa Anania. Roho wa Bwana akaongea na Anania, kuna bwana anakuja hapa anaitwa Paulo wa Tarso, akija umuombee. Wewe ni mzee, mwelekeze afanyeje katika maisha yake. Mzee akamwambia Mungu, sitaki utani na wewe, mimi ni mzee mwaminifu katika huduma. Yule Paulo wa Tarso unayenituma kwake, kazi yake ni kuitesa kanisa na kuwaoa waamini, unanitumaje kwake? Akaambiwa, Anania, wewe ni mzee, tulizane na ndoto zako na kuletea Paulo wa Tarso akiwa kipofu. Nena naye, tumia hekima ulizo nazo, mfungue macho yake. Wazee tunatenda miujiza pia. Paulo akaenda kwa Anania, akakutana na mzee Anania. Kilichoendelea pale ni story tunayoifahamu, na ikawa ndio mwanzo wa Paulo kuendelea na huduma. Vijana wanatuhitaji sisi wazee, tukiwa tumejazwa na Roho wa Bwana na wao wamejazwa na Roho wa Bwana. Subiri kijana kujia akiwa anatembea kinyamanyama, yeye anatembea kiulimwengu. Akikuja wewe mzee, hamtaelewana, ataingia kipofu na anatoka kipofu bado. Lakini kijana Paulo alipoingia kwa mzee aliyekuwa amejawa na Roho wa Bwana, aliondoka na uwezo wa kuona. Kwa hivyo wapendwa, akina kaka, akina dada, kanisa la Kristo, wana mitume wa kanisa jipya la Arusha, angalieni sasa, mimi tunamhitaji Roho Mtakatifu like never before. Kama alijawahi kuwa hivyo, na mhitaji Roho wa Bwana. Kuwe na siku ya Pentekoste katika maisha yangu. Natamani uwe tamanio lako pia, kipindi na muda na nyakati kama hizi, na wewe ujazwe na Roho wa Bwana akushukie na kukuelekeza, ili ulijenge kanisa la Bwana, ili ulijenge kanisa la Kristo. Vijana tunawahitaji, wazee ndio nguzo letu, watoto wetu ndio kanisa la kesho. Lakini yote tunayafanikisha. Hii ahadi iliyo hai ya Roho Bwana bado inatenda kazi kipindi kama hiki. Tunamhitaji Roho wa Bwana, tunamhitaji Roho Mtakatifu kuliko miaka iliyopita, ili tuiweze kazi ya Bwana na tuimudu. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Amen. Sasa niko nimeambatana mtumishi wa Bwana, naomba nimkaribishe afungue